Ngoja tuanze na cha kwanza. Changamoto ya afya ya akili ni pale unaposhindwa kuwa sawa kihisia, kifikra, kiakili, kimaamuzi. Sasa kumbuka nimesema kama ukiwa na hela inakusumbua kwa sababu imekuzidi, kifikra hauko vizuri, kihisia hauko vizuri, unahofia kila mtu kama anakuibia, maana yake wakati huo una changamoto ya afya ya akili. Sasa ukiwa kwenye level ya changamoto ya afya ya akili, ili uwe sawa unahitaji vitu viwili. Either ufundishwe kufanya kitu kinaitwa emotional management, kumudu hisia zako wewe mwenyewe ili uweze kuwa sawa. Wale walioko kwenye makampuni tunawafundisha kitu kinaitwa emotional intelligence ili aweze kuwa sawa. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa kufanya ukiwa una changamoto ya afya ya akili ni kutafuta msaada wa kitaalam. Unakwenda kwa mtu anaitwa counselor au mshauri wa kisaikolojia au mshauri mnasi au mtaalam wa saikolojia. Hapo sasa una changamoto ya afya ya akili, unaenda kwa watu kama hao. 2, magonjwa ya akili au ugonjwa wa akili. Sasa ukishindwa kumudu hisia zako hasi, ukashindwa kumudu changamoto zako za msongo wa mawazo na stress, ukashindwa kumudu hali yako ya changamoto za afya ya akili, unatumbukia kwenye level ya juu inaitwa ugonjwa wa akili. Kwa maana hiyo, ugonjwa wa akili ni secondary stage, ni hatua ya pili ya mtu aliyeshindwa kumudu level ya kwanza ya changamoto za afya ya akili. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu jifunze kumudu changamoto za afya ya akili, kwa sababu ukizembea unaenda kwenye stage ya pili inaitwa ugonjwa. Sasa ukiitwa ugonjwa, maana yake unatakiwa uende hospitalini, na ukienda hospitalini upelekwe kulazwa kwenye wodi za kawaida, unakwenda kwenye zile kliniki wanaita psychiatric unit au psychiatric department, kwa madaktari wa magonjwa ya akili, ambao hospitali yao kubwa ndio iko kule Dodoma, inaitwa Mirembe. Uko hapo. Kwa aliyeko Mirembe ana ugonjwa, Muhimbili wapo, Mloganzila wapo, hospitali kubwa za mikoa wapo, ni idara inayoshughulikia magonjwa ya akili. Sasa kama umeshindwa kumanage changamoto ya afya ya akili, ukaja kwa Dr. Chris Mauki au mshauri mwingine ukashindwa kumanage, unatumbukia kwenye magonjwa. Mtu anapokuja kwetu tukimuassess tukagundua hana changamoto, ana ugonjwa, tunamrefer na kwenda psychiatric. Ukienda kule sasa hawakushauri peke yake, wanakupa dawa. Sasa kule ndio utasikia huyu yuko kwenye dozi. Sasa naomba nikuambie kitu ambacho watu wengi hawajui. Ukishatumbukia kwenye ugonjwa, kitaalam ni kwamba ule ugonjwa huwa hauponi. Madaktari wanapofanya wanaumanage. Ukikaa vizuri wanapunguza dozi, ukiingia kwenye changamoto wanaongeza dozi, maisha yako yote. Unless Yesu Mnazareti kwa damu yake akufanyie uponyaji ndio upone, lakini kikawaida uponi. Tunaelewana? Ndio maana utasikia ameongeza. Sasa watu wanakosea hapa, wale wenye dawa wanachokosea, anapewa dawa labda moja asubuhi moja jioni, anameza miaka 2, anajiona yuko sawa, anaacha. Ukiacha unaweza ukakaa mwezi mzima uko super kabisa, unakuja church, unaimba WWK, uko vizuri. Baada ya mwezi au miezi 2 kikirudi kinakuaga kibaya kuliko kile cha kwanza. Kwa hiyo ukienda kliniki wanakutoa kwenye dozi iliyokuwa ya kidonge kimoja kila siku, wanakupiga 3 kila siku. Kwa hiyo kama una ndugu ambaye yuko kwenye dozi, kati ya mambo mazuri ya kumshauri, mshauri asifanye nini? Asiache nini? Dawa. Kuna mtu ananielewa? Sasa baadhi ya magonjwa ya akili ni haya yafuatayo. Ugonjwa wa kwanza unaitwa depression au sonona. Sasa nimeutaja wa kwanza kwa sababu unakuwa kwa kasi sana Tanzania, na bahati mbaya watu wengi hawaujui. Depression, ukitaka kumuona mtu mwenye depression, anapenda kujitenga, hapendi kukaa na watu,
Alikuwa ni mtu anapenda kwenda kanisani, ataenda kwenye WWK, atakwenda kwenye nini, CMF, lakini ghafla hapendi kukaa na watu, anajitenga. Alafu mara nyingi anakuwa yuko mkimya, ana huzuni ya muda mrefu. By the way, neno depression maana yake ni huzuni ya muda mrefu. Watu wenye depression wamepitia changamoto fulani kwenye maisha au tukio fulani kwenye maisha, yamkini alifiwa na mke au na mume, au amepitia kwenye changamoto ngumu, ndoa imevunjika au ameachishwa kazi. Ukikaa ukawaza lile tatizo muda mrefu, unaweza kutumbukia kwenye depression. Sasa kibaya zaidi kwenye depression ni kwamba 65% ya watu wenye depression wanajiua wenyewe. Asilimia 65 ya watu wenye depression wanajiua wenyewe. Mwaka mmoja uliopita, kijana mmoja akaniletea mama yake. Wakati naongea naye nikagundua yule mama ni mchungaji wa kanisa la TAG sehemu fulani hapa Dar es Salaam, na ni mchungaji kiongozi. Alipitia kwenye changamoto na mume wake. Watu wakafikiri amemsamehe kwa sababu ni mchungaji, kumbe hajamsamehe, kaendelea kumbeba. Akatumbukia kwenye depression. Wakati wanamleta ofisini kwangu, walishukia Mlimani City. Mimi ofisi yangu inatazamana na gate la kwenda kwenye Mlimani City Apartments. Wakati anatoka Mlimani City anakuja, na kwa sababu nimegundua ni depression, nilimuuliza yule mama, Bwana asifiwe, amen, ulipokuwa unatoka Mlimani City kuja, nini ulikuwa unajihisi ndani yako? Akaniambia, kila nilipokuwa natembea upande wa barabara wa magari, mtoto wangu alikuwa na move huko, ananiambia mama usikae huko, magari yatakugonga. Lakini nia yangu ilikuwa nikae upande wa barabara, nitafute gari linalokuja kasi, niingie barabarani. Kwa nini? Ndani yake kuna sauti inasema jiue. Na hiyo sauti ni kubwa sana. Sasa watu wanapokosea, mtu mwenye depression kwa sababu anapenda kukaa mwenyewe, na ninyi hamjui, mnampa muda wa kukaa mwenyewe, na anavyokuwa mwenyewe ile sauti ndio inaongezeka ya kujiua.